Tunataka Njeri. Ako wapi Njeri? Tunataka Njeri. Ako wapi Njeri? Tunataka Njeri. Tupatieni Njeri. Tunataka Njeri. Tunataka Njeri. Tunataka Njeri. Naam, mtazamaji, natumai mzima popote ulipo. Karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Leo hii mojawapo ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari nchini Kenya ni kuhusiana na Rose Njeri ambaye aliweza kuwa mstari wa mbele kupinga mswada wa fedha mwaka 2025 na 26. Jambo ambalo liliweza kusababisha kuvamiwa na maafisa wa DCI, kukamatwa na leo hii. Kama ulivyoweza kutazama kipande hicho cha video, waandamanaji walikuwa wameweza kujitokeza huko Milimani Law Court. Haya yote ni kutokana kwa Rose Njeri kuchelewesha kuwasilishwa, huku hofu ikiibuka kwa familia na kusababisha Wakenya wengi kuanzisha maandamano ya kuomba haki iweze kupatikana. Ila kwa kweli haki hiyo imeweza kupatikana kutokana na kusikilizwa kwa kesi, na pia mwishowe Rose Njeri anatarajiwa kuachiwa huru. Idadi kubwa ya wapinzani ama wanaharakati katika taifa hili la Kenya, akiwemo Hanifa pia Boniface Mwangi, waliweza kuwasili huko Milimani Law Court. Mtazamaji, kwa kweli kuna tukio la kusikitisha ambalo liliweza kumkumba Boniface Mwangi. Haya yote yaliweza kutokea kutokana na mahojiano aliyoweza kuyafanya siku ya jana, jambo ambalo liliweza kuwa vigumu mimi binafsi kutazama mahojiano hayo hadi mwisho kutokana na kile alichoweza kukizungumza cha kusikitisha. Mtazamaji, kwa kweli idadi kubwa wananchi wa Kenya hawakutarajia taifa kama Tanzania lingeweza kufanya tukio lililoweza kumkuta Boniface Mwangi, ila kutokana na kile kilichoweza kuzungumzwa na pia haki imeweza kudaiwa ya kwamba itaweza kupatikana kwake Boniface Mwangi. Hivyo basi tungependa kweli haki iweze kupatikana, ila mtazamaji, kutokana na hali halisi inayozidi kushuhudiwa hivi sasa huko Milimani Law Court ni ya kwamba iwapo hungeweza kufahamu ni kipi kilichoweza kumsababisha mwanaharakati huyu Rose Njeri kukamatwa, ni kutokana na yeye kuwa mstari wa mbele wa wanaharakati walioweza kusiwa Kenya waweze kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2025 na 26. Na mtazamaji, iwapo hufahamu kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2025 na 26, mimi hapa binafsi nitakudokezea kidogo kuhusiana na ukurasa chache nilizoweza kuzipitia za mswada huu wa fedha wa mwaka 2025 na 26. Mojawapo ya tukio la kushangaza, kusikitisha na kutisha ni ya kwamba kutokana na bei za maziwa hivi sasa kuwa 65, iwapo mswada wa fedha mwaka 2025 na 26 utaweza kupitishwa na wabunge, basi tutarajie kununua maziwa hayo kwa shilingi 75. Ila mtazamaji, kabla nikufahamishe zaidi, tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa muweze kufanya jambo la busara, muweze kutupa support yenu kwa kusubscribe. Uweze kubonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii, na iwapo utaweza kufanya hivyo, utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zingine kipindi ambapo tutaweza kuzichapisha katika YouTube channel hii. Ni vema na pia sisi tutaweza kushukuru like ili video hii ifikie Wakenya wengine. Naam, mtazamaji, katika mswada wa fedha mwaka 2025 na 26 umeweza kuibua gumzo, kwani kilichoko katika mswada huo ni maradufu kwa kile kiliweza kuwa katika mswada wa fedha mwaka 2024 na 25. Mswada wa fedha ambao uliweza kuacha historia kubwa katika taifa hili la Kenya kutokana na maandamano mazito ambayo vijana wa Gen Z waliweza kufanya kwa kupinga mswada huu wa fedha. Mtazamaji, kutokana na pia dalili hiyo
ya maandamano kwa mara nyingine, hasa kutokana na kile kilichoweza kuchapishwa na Rose Njeri kilichoweza kumsababisha kukamatwa kwake. Kwa kweli Wakenya hawako tayari kwa mswada huu wa fedha uweze kupitishwa na wabunge. Mtazamaji, pia iwapo hufahamu hili, imeweza kubainika kwamba kutokana na vyote vilivyoko katika mswada huu wa fedha mwaka 2024 na 25 ni mambo ambayo hayataweza kufaa wananchi wa Kenya kwa haraka, bali ni jambo ambalo litaweza kufaa viongozi wa serikali Kenya Kwanza walioko mamlakani katika serikali hiyo ya Kenya Kwanza, hatua ambayo Wakenya wengi hawapo tayari iweze kutokea, hasa kutokana na gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudia hivi sasa katika taifa hili la Kenya. Naam, mtazamaji, pia Mheshimiwa Sabina Chege ni miongoni mwa viongozi kutoka katika taifa hili la Kenya, ila yeye kutoka katika chama cha Jubilee kuwa mstari wa mbele kuomba haki iweze kupatikana kwake Rose Njeri kwa yeye kukamatwa na maafisa wa polisi. Na kama video ninazozichezesha katika skrini hii hivi sasa, ndiyo hali halisi inayozidi kushuhudia hivi sasa huko Milimani Law Court. Mtazamaji, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare. Pia iwapo ungependa mswada huu wa fedha wa mwaka 2025 na 26 uweze kupitishwa ama kupingwa, tuachie maoni yako katika video hii. Tutashukuru. Bye bye until the next video. Adios. Tunataka Njeri. Njeri is very innocent. Njeri is our hero. Njeri has done something that she should be celebrated, not punished. Why is Njeri being punished? For doing what? For doing what is right. So that's very wrong. What kind of society is this? So these are the pictures. The parents are here, the lawyers are here, everybody is here. But we don't know where Njeri is till now. Nobody knows what they are doing with Njeri. We don't know, and things are happening, bad things are happening. We saw what happened with Boni and Agatha in Tanzania. Mazee, natawaliwa na wanyama. We are being ruled by sick people, sick men with power in Africa, and they are even sodomizing our people. They are raping our women. They are doing all kinds of evils, and there's no one to stop them. There's no one to tell them no. This is too much. It's just too much. We are very tired. I'm sick and tired. In Kenya, so tuko hapa Milimani Law Court to fight for the release of Rose Njeri. Na actually watu walikuwa wameenda Pangani Police Station, wakaambiwa Rose Njeri kwamba bona DCI na ametolewa huko. And apparently the family is at Milimani Law Police Station. Wanangoja the family, waongoje their loved one, but hajatokea DCI. Wakiuliza Pangani Police Station nasema she was picked up by DCI at 7:30 and nobody is aware of where she is. Hakuna any court inishasema Rose Njeri is there. Members of the Law Society of Kenya and different people have been here, activists. Actually, the people who went to look for Rose Njeri at Milimani Law and at Pangani Police Station, wameshakuwa tear gas. So we just was asking, where is Rose Njeri? And can we still continue pushing for release or free Rose Njeri? Thank you.